Ni matumaini yangu ya kwamba uko mzima wa afya na tunafurahi kujumuika na wewe tena katika vipindi hivi vya miendelezo ya kujifunza Biblia kwa mwongozo wetu wa vijana Invest in Bible au Bobea and Kodi. Na tunaendelea kujifunza pamoja katika vipindi hivi. Katika mfululizo wa vipindi hivi tunakuletea masomo mbalimbali. Somo lililopita lilikuwa ni mafunzo katika uongozi, lakini somo la leo ni jema ambalo tunaenda kujifunza na bariki kupitia. Katika somo hili tunamuona Yoshua ambaye kipindi kilichopita alikuwa tunamuelezea namna gani amepitia sehemu mbalimbali. Tunakumbuka aliongoza jeshi kwenda Amaleki, akapigana na wale watu wa Amaleki, lakini pia walitumwa kwenda kupeleleza nchi ya Kanaani. Yeye pamoja na rafiki yake Kalebu ndio wakatoa taarifa ambazo ni nzuri. Leo Yoshua baada ya Musa kufa, yeye ndiye anapewa kijiti cha uongozi. Sasa ni kipindi cha mpito na somo letu tunasema wakati wa mpito. Ndio tunaanza kitabu chetu cha Yoshua. Nikualike sana katika kujifunza somo hili. Walimu, karibuni sana katika kipindi cha leo. Katika siku ya leo nimebahatika kuwa na walimu 4. Ningependa wajitambulishe wenyewe kwa majina yao. Walimu, karibu. Bwana ni mwema wakati wote. Kwa majina naitwa Sospita Shole. Kwa majina naitwa Kachemu Hekera. Kwa majina ninaitwa Makolo Buruba. Kwa majina naitwa Glory Velastus. Basi kwa kuanza kipindi chetu, ningetamani Glory utuletee ombi, baadaye utasoma fungu ambalo litakuwa likituongoza katika siku ya leo. Karibu. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa siku nyingine hii ya leo, kwa masaa haya matakatifu. Tunapoenda kuanza mjadala huu wa lesoni, kuwa pamoja nasi. Kubariki pia na watazamaji wanaosikiliza na au wanaotufuatilia waweze kuelewa na kuweza kufahamu ni nini ambacho unamaanisha katika maandiko yako. Kwa pamoja nasi tutangulie. Naomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi karibu kwa ajili ya kusoma fungu katika kitabu cha Yoshua. Yoshua 1 tuanzia mstari wa 6 mpaka mstari wa 9. Anasema, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Naam, ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yako mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyokuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Amina. Basi ndugu mfuatiliaji, labda tu nikikupa utangulizi mfupi. Tunamwona Yoshua ni kijana ambaye ni mdogo ukilinganisha uzoefu wake. Kumbuka Musa ni mtu ambaye pamoja, yani uso kwa uso. Lakini pia Musa ni kiongozi ambaye alikuwa ni mtu mzima wa miaka. Lakini pia amepitia uzoefu mbalimbali. Amekuwa kwenye jengo la kifalme kwa muda wa miaka 40, lakini pia ameenda kujifunza kule mbali akiwa pamoja na makundi ya kondoo kwa muda wa miaka 40. Kwa alikuwa ni kiongozi mwenye uzoefu mkubwa. Tunamuona Yoshua sasa. Hiyo tunaenda kujifunza leo. Lakini Yoshua tunaambiwa licha udogo wake alishinda kwenye hizo vita ambazo alikuwa amewekewa mbele yake. Wamekaribia kufika Kanaani, hawajavuka mto Yordani. Yoshua atafanyaje? Ataongozaje? Basi niwakaribishe katika mjadala huu ili tuweze kujua na kudadavua mambo haya. Na kwa kuanza nimkaribishe dada Glory. Karibu sana. Asante. Katika somo la juma ambacho niliweza kupenda kutoka kwa Yoshua
ni kitu cha kwanza ambacho kiliweza kunivutia, ambacho katika maisha yetu ya uhalisia wa sisi tunapoishi hapa duniani, kwamba ni nini unaangalia ambacho mtu mkubwa au aliyekuzidi umri au kiongozi mwenzio anachokifanya. Tunaweza tukachukua mfano huu au tukachukua mfano kutoka kwa Joshua. Aliweza kumuona Musa akifanya mambo makubwa ambayo yeye mwenyewe muda mwingine alikuwa akikaa chini na kutizama kwamba je, hili litafanikiwa kweli? Lakini ni mfano bora kwamba anasema alikuwa amemuona Musa akifanya maamuzi magumu, akiwaombea watu, akijinyenyekeza na kushindwa na kuinuka tena. Yoshua alikuwa ameona moja kwa moja jinsi uongozi mzuri ulivyokuwa. Pamoja na hayo, hivyo huenda haikupunguza jinsi alivyohisi woga. Musa alikuwa akiacha majukumu makubwa ambayo yasingewezekana kufanyika. Kwa hiyo hilo ni mojawapo ya fundisho ambalo niliweza kulipata kupitia somo la juma hili, kwamba unaangalia je, ni kitu gani ambacho kiongozi anachokuongoza anakifanya kwa ajili ya kuweza kuishi salama au kwenda sasa na mapenzi ya Mungu ambavyo anahitaji. Mungu akubariki. Huenda mtazamaji afahamu tulipo sana. Labda tungepata kujua situation ambayo ilikuwepo au hali iliyokuwepo. Ni kwamba Musa alikuwa ameagizwa na Mungu kwenda kufa mlimani. Sisi tunafahamu hicho kisa vizuri. Na sasa taifa linahitajika kuwa na kiongozi mwingine ambao ni nani? Ni Yoshua. Kwa nini Musa hakufika Kanaani? Nadhani wote tunafahamu alitenda dhambi fulani ambayo dhambi alisamehewa, lakini kwa hiyo ndivyo somo lilinishtua kidogo kwamba huenda dhambi tukasamehewa, lakini matokeo hiyo dhambi iko pale pale. Mungu yuko serious sana. Haangalii ni nani au amemtumia kwa kipindi gani. Tunaweza tukapata funzo hapo. Kwa hiyo sasa ni Yoshua tunaendelea kumjifunza katika swala la uongozi. Ni wakati wa mpito. Kiongozi mpya, watu wapya hawajamzoea. Karibu sana. Asante, na niwakaribishe watazamaji wetu katika kipindi hiki kwamba katika wakati wa mpito ni wakati ambapo watu wanakuwa wanajiuliza wenyewe kwamba nitafanya cha ziada kiasi gani kupita kiongozi aliyepita. Yoshua alikuwa na maswali hayo kwamba mimi nitafanya nini ambacho wana wa Israeli wangesema kwamba huyu anamzidi aliyepita. Kwa kweli hata wewe unapochaguliwa kuwa kiongozi unatamani kufanya zaidi ya yule kiongozi aliyefanya nini? Aliyepita. Na kwa Yoshua au kipindi cha Israeli walipokuwa kisafiri wakitazamia kuelekea katika nchi ya Kanaani, hawakuwa wamejifunza, wamepata mafunzo ya vita, na wanategemea kwenda katika nchi ambayo kuna wanajeshi lenye nguvu, wana silaha, wana mbinu za kila namna za kijeshi. Lakini wao wana wa Israeli wametoka katika nchi ya utumwa ambapo wenyewe walikuwa wakifanya kazi za kawaida. Ilikuwa ni changamoto sana. Tumaini lao la pekee lilikuwa ni neno la Mungu, ambapo Mungu aliwaahidi ya kwamba kitabu cha Torati kisitoke kinywani mwao. Kama Torati haitatoka kinywani mwao, Mungu aliahidi kuwa pamoja nao. Majeshi yote ambayo yangekabiliana nayo yangefanya nini? Yangeshindwa. Na jambo la pekee katika habari hizo ni kwamba Israeli waliishi kwa kuamini katika neno. Na kupitia neno sisi pia tunapaswa tuamini, kwa sababu katika nyakati hizi vita vyetu si vya kimwili. Tunapigana vita vya nini? Vya kiroho. Ili tupate ushindi katika maisha ya sasa, tunahitaji neno la Mungu na Mungu kuwa pamoja nasi. Na nilipenda kitu kimoja katika aya ndogo fulani, anasema kwamba maandiko anasema kwamba leo Mungu anataka kutupatia ushindi usioweza kufikirika ikiwa tutatenga muda kusoma neno la Mungu kwa mioyo mieupe, kutafakari kwa makini maana yake na kuwa na bidii kufuata yale linalosema. Kwamba Mungu ana shauku kubwa sana kutupatia ushindi usioweza kufikirika kama tukiishi kwa neno. Amina, barikiwa sana. Kabla tujaama kwako, ningependa
kuuliza swali moja. Karibu. Uko tayari? Yeah. Okay. Ni katika kusoma neno la Mungu. Ni ahadi gani ambayo umeisoma kwenye neno la Mungu alafu ukaitumainia na ukaiishi na imewahi kutokea kwenye maisha yako kwa kuliamini hilo neno limetendeka kwenye maisha yako? Katika maisha yangu nimekuwa nimekuwa nikilitumainia neno. Yaani kuna kipindi ambacho mimi nilikuwa nikipitia nyakati ngumu, lakini ninapokuwa ninapoenda katika maombi ninapata amani ambayo sikuwahi kuwa nayo hapo nyuma. Kwa hiyo kuna nyakati fulani nilipokuwa sijaamini, na sasa nimeamini kuna utofauti, na hata ninapotembea nyakati zozote tu nina amani bila uoga wowote ule, maana Mungu ameahidi kuwa pamoja nami. Mungu akubariki sana. Yoshua aliambiwa maneno ya Torati asitoke kinywani mwake. Kwa na sisi pia inatakiwa Torati ambayo ni neno la Mungu likae kwetu, hilo litatuongoza. Kachimu, kabla tujatoka kwa Elda hapo, ni fungu gani ambalo ukilisoma unalipenda sana linakupatia ahadi ya ushindi? Unaweza ukalikariri kichwani tu. Tofauti na kwenye bobea andiko. Fungu ambalo ukisoma kwenye Biblia uliishi neno. Karibu. Kimsingi hapo mengi, labda tu niseme moja ambalo tumelikariri nadhani wengi sana. Neno lako ni taa na mwanga kwa njia zangu. Kwa hiyo kwa kila hali tutaishi. Kwa sababu yeye ni taa. Lakini pia kuongezea hapo kuna mada moja kwenye kitabu kile cha kuishi kwa imani walijaribu kuiandika cha Ellen G. White kwamba tunatakiwa kuishi na tusisahau kula, katika ile sura ya 32. Nimekuja nacho hapa hicho kitabu na sikutaka kusoma sana, lakini mada ilivyokuwa imeandikwa ilinifurahisha sana. Ilikuwa inasema usisahau kula, lakini wakajikita zaidi katika kula nini? Kula neno, na wakahusianisha kati ya kula chakula cha kidunia ambavyo hatutakiwi kuacha kufanyaje. Maana imeshafika hali hata wakati fulani kufunga inakuwa ni nini? Ni ngumu, hadi tunamuomba Mungu ili tuweze kufanyaje? Tuweze kufunga. Sasa ile series ya kila siku tunakula chakula cha kimwili wakaielezea kwamba ndivyo hata kwenye hali ya kiroho tunatakiwa tusisahau kufanyaje, na wakahusisha kitu ambacho hata maishani mwetu leo hata hasa wa Adventista kimekuwa changamoto. Wengi wanasoma katika siku tu kama ya leo, labda maandalizi ya Sabato, mtu anapata muda anazima moto, tunaita anazima nini? Anazima moto. Maana anasoma kuanzia ile Ijumaa ngapi ile ya Sabato mchana ile, anasoma hadi Ijumaa ngapi yenyewe? Jumamosi. Kwa hiyo yule mtu atavimbeo tu kwa sababu anakula siku zote hizo. Anakula chakula ambacho alitakiwa ale taratibu siku kwa siku. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu tunaweza tukaishi na tusisahau kufanyaje? Tusisahau kula. Huo ndo ujumbe tu mfupi ambao ninaongezea kwa mzee wetu Elda Shashi. Huko ni kuliishi neno la Mungu. Sasa nimkaribishe Mwalimu Makolo kabla hatujaja kwa Mwalimu Kachimu. Ninaamini kuna jambo fulani katika kusoma kwako umelipata. Nikukaribishe kushare pamoja na mtazamaji. Asante sana mwalimu. Tunajifunza habari za kiongozi mpya. Wakati wa mpito ni wakati ambao tunaona kwamba kulikuwa na uongozi, na uongozi sasa muda wake umekwisha au mtu amepoteza uhai. Lakini tunaenda sehemu nyingine ya kiongozi mpya. Sasa kiongozi mpya anakuwa na hofu kwamba atakubalika, na wala ambao wanaongozwa pia wanakuwa na hofu kubwa kwamba je, huyu kiongozi ataenda kama alivyoenda yule kiongozi aliyepita? Imani yake na uwezo utafanana? Kwa hiyo wanakuwa katika ombi fulani ambalo wanatamani kukiona kitu kutoka kwa kiongozi mpya, na kiongozi mpya anatamani kuona utii wa wale ambao anaenda kuwaongoza. Sasa ipo ahadi katika kile kitabu cha Yoshua 1 na lile fungu la 5. Ni ahadi kubwa sana ambayo imejengwa pale kwamba Mungu anamwahidi Yoshua ijapokuwa anaingia katika uongozi mpya atakuwa pamoja na yeye. Na hii ahadi ilikita mzizi sana katika ule uongozi wake. Alifanya
uongozi ule kwa nguvu na tumaini kubwa, akijua Mungu yuko pamoja na yeye. Lakini kitu ambacho kinakuja sasa katika maisha yetu, ahadi hii ilirudiwa katika habari ya wale wanafunzi wa Yesu, kwamba Yesu aliwahakikishia hadi ukamilifu wa dahari atakuwa pamoja nao. Kwa hiyo hata sisi pia ahadi hiyo tunaishikilia, kwamba Mungu atakuwa pamoja na sisi katika habari za utume, katika habari zote ambazo tunazitenda katika ulimwengu huu. Ijapokuwa tunaweza tukapitia ziki nyingi, mateso na hali ngumu za kimaisha, lakini Yesu atakuwa pamoja na sisi. Kwa hiyo ni ahadi ambayo ilitolewa kwa Yoshua kipindi anaingia katika uongozi, na pia ni ahadi ambayo ilitolewa kwa wale wanaotamani kuwa Wakristo na wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Kwa hiyo ni ahadi ambayo itadumu milele, vizazi na vizazi, hadi Yesu ajapo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ahadi iliyotolewa kwa Yoshua ni ahadi ambayo imetolewa kwako pia, kwamba Mungu yuko tayari kuwa pamoja na wewe katika jukumu la ustawi wako na habari ya utume katika ulimwengu huu. Asante sana. Na Mungu akubariki sana Mwalimu Makolo. Unajua mwalimu ameongea maneno, amemaliza yote. Nakosea cha kuongezea hapo, kukazia. Lakini tunaendelea na wakati wa mpito. Labda nikuulize swali, unaweza kujiuliza ndugu mtazamaji. Umewahi kushuhudia bosi mpya ameingia kazini? Unajua mawazo ambao wafanyakazi huwa wanayo ni kwamba, je, kuna vitu vitatanguliwa au kuna vipi ambavyo vitakavyoendelezwa, kwa sababu imekuja bosi mpya. Na bosi kwa upande wake huwa ana mawazo ya kusema kwamba hivi hao watu watanifuata kile ninachokisema, watanielewa kweli? Hiyo sio kwa bosi tu, hata anapoingia rais mpya kwenye nchi inakuwa ni hivyo hivyo. Kwa hiyo hii huwa ipo, na ilikuwa kwa Yoshua pia. Mwalimu Kachimu. Natabasamu, nasubiria. Basi nikukaribishe. Nashukuru sana. Labda tu cha msingi ambacho nilikuwa nataka kuongelea, umejaribu kukigusia kwa wakati fulani, kwamba ni kama vile ilivyotokea kwenye hii nchi yetu ya Tanzania. Yaani jinsi ambavyo rais aliyepita, na tena kama kisa kabisa hivi tunavyofanyaje, tunavyokisoma kwamba rais fulani amefariki, alafu anaingia rais mwingine na wanaomboleza kwa siku ngapi? Kwa siku naongelea sasa, nimerudi tayari kwenye bobea tayari. Siruki mbali sana. Japo waliomboleza kwa siku kadhaa kwenye nchi yetu, lakini tukirudi kwenye bobea andikoni, waliomboleza siku ngapi? Siku 30. Maana yake katika zile siku 30 zilikuwa ni siku za kumwandaa Yoshua. Na wakati fulani kajiuliza, laiti kama angeulizwa swali hili kwamba hivi itakuwaje, rais wetu wa awamu hii tulionayo angelijibu vizuri sana. Yaani wakati ambapo Magufuli amefanyaje, amefariki, na watu wakiwa katika kuomboleza, na wakati fulani labda walikuwa wanamkubali sana rais aliyepita, anawaza hivi itakuwaje baada ya nini, baada ya hii kuomboleza. Lakini tunaposoma sasa kwenye maandiko kwamba katika ile Kumbukumbu la Torati 34 na ule mstari wa 8, maana yake zile siku 30 zilikuwa za kumwandaa pia nani? Pia zilikuwa za kumwandaa Yoshua na kumtia moyo. Na Mungu alimpa ahadi kwenye ule mstari wa 5. Akampa ahadi ya kwamba mimi nitakuwa pamoja na wewe. Maana yake hata kwenye nchi yetu Samia aliwaza sana. Rais wetu Samia aliwaza sana. Lakini tu cha msingi ni kwamba ahadi zipo ambazo pia nahisi hata yeye ziliweza kutumika na kumuonyesha kwamba ataenda, lakini akimtegemea nani? Akimtegemea Mungu. Mawazo yanakuja mengi sana. Na ndivyo hata wakati fulani wanafunzi kwenye Mathayo wanapopatiwa ujumbe wa enende, Mathayo 28:19, wanapatiwa ujumbe wa kuenenda, wanawaza wataendaje. Na wakati fulani walishuhudia matukio makubwa aliyoyafanya Yesu, waliwaza watafikia alichokifanya Yesu. Lakini yeye akawapa tu na kuwatia moyo kwenye huo mstari mwishoni hapo, kwamba tazama mimi nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa nini? Ukamilifu wa dahari. Manake atakuwa pamoja nao na wasiwaze kabisa. Na ninapomalizia ni kwamba alipoambiwa tu kwamba atakuwa pamoja naye, kuanzia pale Yoshua alikuwa na uhakika anachokifanya. Alikuwa na imani sio kwa ya kawaida, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Maana yake hata sisi kwenye maisha yetu
kwa sababu tuna Bwana, tutakuwa na uhakika wa kile ambacho tunakifanya na tutamtegemea yeye. Haijalishi ni wakati gani wa mpito umetokea, tutaenda na tutaishi na tutafanya mambo makubwa mno. Kwa hiyo ni kupitia kumtegemea Mungu tu. Labda tunikomee hapo sasa. Mungu akubariki sana. Amen. Yaani unamaliza kama vile ndo unaanza. kuna ambalo ungetamani kuliongezea hapo? Kwa kweli hiyo ni fursa. Labda tu nisome kidogo kwamba ahadi ambayo wakati fulani inakuwa changamoto maishani, unajiuliza kwamba rais aliyeondoka alikuwa anakubarika, sawa? Halafu aliyeingia unajiuliza uanzie wapi, si ndio? Hali kama hiyo siwe inatupata. Wakati fulani labda nikigusia, mambo yanakuja mengi, labda tu nigusie tu kwamba wakati fulani kiongozi aliyepita labda unataka alikuwa na malengo fulani ambayo yalikuwa labda mazuri, au wakati fulani unatamani uingize tena ya kwako. Kwa hiyo kuna hali hii inatokea, labda kiongozi atakayekuja atapangua. Na hii hali hii inatokea hata kwenye makundi mangapi? Makundi matatu. Lipo kundi la uongozi uliopita, naongelea sasa kwenye awamu ambapo hajafa, yani hakuna kitu kilichokufa kwenye hizo sehemu tatu. Maana uongozi uliopita na uongozi unaoingia na watu waliokuwa naongozwa si ni wale bado. Maana hizi sehemu zote tatu huwa zina mtazamo, je, atapangua mipango yote iliyokuwa tayari au hataweka kitu kipya? Na walio wengi hapa ndio huwa tunakosea kabisa. Labda tu nikomea nisemee hiki. Tulio wengi watu tunaingia na mindset ya kwamba huyu alikuwa anafanya hivi, mimi nitaingiza vitu. Unapangua kabisa, maana yake unaondoa hata hali aliyokuwa nayo kiongozi aliyepita. Maana yake unaweka vya kwako ili kusudi uache nini? Uache alama, na watu wakisema kwamba alikuwepo kiongozi fulani Kachimu ambaye yani alifanya mambo fulani yani kama vile tuseme tu ya kibinafsi. Lakini cha msingi zaidi ambacho najifunza hapa, kama kiongozi aliacha kitu fulani, hicho kiendelezwe, ili hali kiliongozwa na Mungu kuwekwa. Kama Mungu alikiongoza kikawekwa, kiombewe hicho na anayeingia aende na mwendo ule. Na halafu kingine, mwendo wa kiongozi aliyepita na anayeingia huwa ni tofauti. Na huwa kuna hali za namna ya kumpokea anayeingia na anayefanyaje na anayetoka. Kama kiongozi aliyepita alikuwa na hali ya labda hashi condition, alikuwa na sauti fulani, maana yake labda watu watatazamia na anayeingia atakuwa hivyo. Kwa hiyo watu wanatakiwa wawe na hali ya kubadilika na kuangalia aliyeingia ni mwingine, lakini cha msingi wote wanaongozwa na nani? Wote wanaongozwa na Mungu. Ningeongea zaidi sana, lakini cha msingi zaidi tumtegemee Mungu katika uongozi. Abadilika asifanyaje, tuko pamoja naye mpaka ukamilifu wa dahari. Mungu akubariki. Nikiwaruhusu walimu waongee hapa, wana maneno mengi sana ya kuongea. Kwa hiyo sisi nasi ni viongozi kwenye maisha haya. Sisi nasi ni nini? Ni viongozi. Haijalishi upya tulionao, haijalishi hali tulizonazo au ni udhaifu tulionao, lakini kwa kumtumainia Mungu kama Yoshua alivyofanya, mimi nitaweza, mtazamaji utaweza, walimu wangu pia na wenyewe watafanyaje? Tutaweza. Kwa hiyo ni kumtumainia Mungu tu. Na nigusie tu pointi hapa. Yoshua alikuwa hodari, lakini pia alimtegemea Mungu, na cha tatu aliliishi neno la Mungu. Labda nikaribishe muda wetu unapoelekea kuisha. Labda nipende kuongezea. Karibu. Labda nipende kuongezea katika utangulizi kitu kimoja ambacho Yoshua alikuwa nacho. Aliahidiwa kwamba atakuwa hodari na shujaa. Katika kipindi awe hodari na moyo wa ushujaa. Je, sisi katika kipindi chetu ni maeneo yapi ambayo wewe unapaswa uwe shujaa na moyo wa uhodari? Yaani iwe tafakari yangu, mimi nimeitwa eneo lipi ambalo ninapaswa niwe shujaa na niwe na moyo wa uhodari. Yaani moyo wa ushujaa. Niwe hodari na moyo wa ushujaa. Ni eneo lipi? Yaani kila mmoja abaki akitafakari kwamba mimi nimeitwa sehemu gani. Fursa ya kuongea nafikiri bado ipo. Fursa bado ya kuongea ipo. Tunaendelea na somo letu la wakati wa mpito. Ni kipindi cha mpito. Yoshua sio kwamba alikuwa ogopi, hapana, lakini Mungu ndio maana akamtia moyo, uwe hodari na moyo wa nini? Wa ushujaa. Kwa kulitumailia ile neno akasonga mbele. Yaani sasa kwa maneno matatu,
Mwalimu Makolo, maneno mangapi? Matatu. Msema neno hapo. Nakuongezea. Asante sana mwalimu. Kuna kitu ambacho natamani kukizungumza kidogo. Tunaona uongozi wa Musa ulikuwa unashikilia sana Torati. Lakini uongozi wa pili unakuja, huenda wana wa Israeli wakawa wanatamani kwamba ataregeza habari za Torati. Kwamba uasi mwingi ulikuwa ni juu ya Torati ambayo Mungu alifanya agano na Israeli. Lakini katika agano hili wakati wa miaka 40 lilivunjwa mara nyingi sana. Yaani lilivunjwa, Musa aliwarejesha wakavunja hivyo. Lakini tunakuja kuona katika uongozi mpya jambo hilo linarudiwa kwa nguvu, tena uwe hodari katika nini? Katika Torati. Kwa hiyo kiongozi aliyefuata msingi wa Mungu hakuusahau, na hii ndo msingi mkuu hata sisi, kwamba kwa habari ya kuyasimamia maandiko, haijalishi ni kiongozi ataingia ni mdogo, ataingia ni mzee, ataingia ni mwanamke, ataingia ni nani, ni binti, ni kijana, ni mzee, ni lazima ashikilie nini? Torati. Huo ndio uhai wetu na wokovu wetu. Ni lazima tusimame katika Torati ambayo Mungu mwenyewe aliitoa, na ndio msingi wa utawala wake. Asante. Amina, Mungu akubariki. Hayo ndo maneno matatu kutoka kwa Mwalimu Makolo. Nisiwe mchoyo. Glory, karibu. Sema neno kupitia somo hili la wakati wa mpito. Naweza nikasema neno kwamba kitu ambacho kimenifurahisha wakati wa uongozi wa Yoshua, kitu kingine ni kwamba hakuwa na utofauti wowote, kwamba useme kwamba nimeingia kama wazungumzaji wenzangu walivyopita hapo kusema kwamba ameingia kiongozi mpya anaenda kuweka yale ambayo alitarajia yeye aweze kuyafanya kama yeye binafsi. Tukisema kwamba huenda angekuja na slogan mpya ambao either ya kwenda kupindua sheria au Torati ya Mungu. Sawa. Lakini yeye alienda akagongelea pale ambapo Musa aliweza kufanya nini? Aliweza kuishia. Na ndio maana ukianza mwanzo katika kitabu cha Yoshua anasema baada ya kufa kwake mtumishi wangu nani? Musa. Anaendelea kwa kusema kwamba Yoshua ndipo ambapo Mungu aliweza kuongea naye moja kwa moja. Ambapo tunaona mara ya kwanza Yoshua aliweza kuandaliwa kwa kupitia nani? Musa. Ambapo Musa alipewa ujumbe na Mungu, lakini hapa Mungu anaenda anaongea naye moja kwa moja. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia kiliweza kumpatia nguvu. Japokuwa na madhaifu yake na mapungufu yake, Mungu ndio huyo aliweza kumchagua kwa kuendeleza ile kazi ya Mungu, ambapo mtumishi wake aliyelala kuiweza kuisongesha mbele kuweza kufika Kanaani ambayo Mungu aliweza kuahidia. Amina. Mungu akubariki. Walimu wangu, Mungu awabariki sana. Amina. Mpenzi mtazamaji, tumeendelea na vipindi vyetu. Tulitoka Misri, tukapita jangwani na Musa. Sasa hatujavuka Yordani bado. Tupo kipindi ambacho tunaomboleza msiba wa Musa. Lakini wiki ijayo tutavuka Yordani. Kwa hiyo nikukaribishe tuendelee kujifunza kupitia mwongozo